Msichana anamkumbatia mguu wa nyota wa shule akijaribu kuona alama yake ya kuzaliwa, na wakati wa aibu unatokea. Anapoona alama ya kuzaliwa kwenye mguu wa mwanamume, msichana anatambua kwamba amezaliwa upya. Katika maisha yake ya zamani, familia yake ilifilisi. Aliweza tu kumuoa mwanamume aliyekuwa bilionea. Baada ya ndoa, msichana alidhani hakuwa na hisia kwake, hadi alipokufa kwa bahati mbaya katika ajali. Roho yake ikamuona mwanamume akimbeba huku akilia kwa uchungu. Hapo ndipo msichana anaelewa, lakini mwanamume aliyeonekana baridi juu alikuwa akimpenda kwa undani siku zote. Msichana anaweka nadhiri moyoni mwake, kama angeweza kuzaliwa upya, angempenda mwanamume kwa kweli. Wakati huu anapofungua macho tena, anajikuta katika siku zake za chuo na yuko katika darasa moja na mwanamume. Wakati huu mwanamume bado hajachukuliwa na familia tajiri zaidi, maskini na anahangaika. Mara nyingi hufanya kazi za kujikimu kusaidia familia yake. Wanafunzi wenzake wanapenda kumdhihaki mwanamume. Baada ya kusikia hivi, msichana anapiga tekemeza. Anamwambia mwanamume kwamba ikiwa kuna yeyote anayethubutu kumdhulumu, atamsaidia kuwafundisha. Baada ya darsa, mwanamume anakusanya vitu vya kuchakata. Kijana tajiri anajaribu kumletea shida. Msichana mara anasimama mbele kumlinda mwanamume, lakini tajiri anakataa kuomba msamaha. Msichana anamtupa mgongoni moja kwa moja. Baada ya kumfundisha, anamshika mkono mwanamume na kwenda darasani naye. Mwanamume anahisi wema wa msichana, lakini hawezi kukaribiana na msichana kwa sababu yeye pia amezaliwa upya. Katika maisha ya zamani, msichana alikuwa akipigana kwamba mwanamume hakumpenda. Hakuwahi kujua kwamba mwanamume alimpenda tangu utotoni. Baada ya kukua, mwanamume alitaka kusaidia familia ya msichana kuishi mgogoro, hivyo akaposa msichana. Sababu aliigiza baridi kwa msichana baada ya ndoa ni kwa sababu alikuwa na ugonjwa adimu, akiwa na miaka 5 tu kuishi. Baada ya familia ya msichana kuvuka mgogoro, aliwauliza wasaidizi wake watayarishe makaratasi ya talaka na akaacha mali yake yote kwa msichana. Lakini baada ya kupanga kila kitu, alipata habari ya kifo cha msichana. Alikwenda eneo la tukio na kumpeleka msichana nyumbani. Baada ya kumzika msichana, mwanamume alichagua kuondoka duniani naye, kwa sababu hivyo wote wakazaliwa upya. Lakini katika maisha haya, mwanamume anaogopa kumuoa msichana. Anaogopa kwamba atakufa kutokana na ugonjwa wake na kumwacha peke yake. Hivyo mwanamume anaamua kuwa mgeni kwa msichana katika maisha haya.